Yes, langu jina Dimina na nipo na udhamini wa Sidai kwa Sana Terrace na ubalozi wa Norway Tanzania, na wakati huu nipo na mwakilishi kutoka Brela. Atanijuza zaidi anaitwa nani na Brela amesimama kama nani, na atatujuza mambo mengi sana kuhusiana na Brela siku ya leo. Kwa hiyo kama wewe ni msanii au ni mfanyabiashara ni mambo ya usajili bwana. Kwa hiyo inabidi ujue mambo zaidi ili uweze kujitanua zaidi kwenye sanaa yako au kwenye shughuli zako unazozifanya. Karibu sana. Asante. Kwa majina ninaitwa Stanislaus Kigosi. Deo. Ni afisa usajili pale wakala wa usajili wa biashara na leseni. Kwa kifupi au kwa umaarufu taasisi hii imezoeleka kama Brela. Ndio inayofahamika kwa walio wengi. Ndio. Ni wakala wa serikali ambaye shughuli zake kubwa ni kurasimisha biashara hapa nchini Tanzania. Majukumu yetu yanahusika na usajili wa kampuni, usajili wa majina ya biashara, tunasajili alama za biashara pia, tunasajili hataza, tunatoa leseni za biashara kundi A, lakini pia tunasajili viwanda na kutoa leseni za viwanda. Kwa kifupi ndio majukumu yetu. Okay. Hapa ndipo sasa kwa upande wa wasanii zaidi. Okay, ni huduma zipi ambazo mnajihusisha nazo pamoja na wasanii? Kuhusu wasanii niseme kwamba kwanza Brela pamoja na majukumu yake mengine yote niliyosema, yenyewe ndio inatambulika kama ofisi ya taifa ya miliki ubunifu. Okay. Tunapozungumzia miliki ubunifu, hapa tunazungumzia kazi zote zinazohusisha ubunifu unaotumia akili za binadamu. Kwa maana ya kwamba utengenezaji wa nembo za biashara, utengenezaji wa hizi tunaita hataza, kwa maana Kiingereza wanaita patents. Ni uvumbuzi wa kiteknolojia ambao unakuja kwa ajili ya kutatua matatizo au changamoto zilizoko kwenye jamii. Lakini pia kama nilivyosema awali, sisi ni ofisi ya taifa ya miliki ubunifu kwa sababu miliki ubunifu imegawanyika katika makundi mawili. Kuna haki miliki na nyingine tunaita industrial property Kiswahili chake, wengine wanasema mali bunifu. Maelezo yake mepesi tunaita mali bunifu au industrial property kwa Kiingereza, inahusisha ule ubunifu unaotumika katika uzalishaji viwandani na vitu kama hivyo. Kwa unakuta kuna alama za biashara, kuna hizo hataza. Na nikisema alama za biashara nafikiri tunaweza kuelewana. Kwa mfano kama ninyi hapa mna nembo yenu hapa mnaitumia kama Midundo Radio, naona kuna M imekuwa designed katika fashion fulani. Kwa hizo ndio tunaziita alama za biashara au alama za huduma. Kwa kifupi naweza nikasema hivyo kwa upande wa miliki ubunifu. Lakini sasa umeniuliza wasanii sisi tuna msaada gani? Sasa hivi sanaa sio kama miaka ya zamani tulikuwa tunaichukua na kuiona kama ni kwa ajili ya burudani tu, kwamba labda unaichukua kwamba kama ni kwenye jamii basi ni kwa ajili ya kufurahisha tu tukaishia hapo. Lakini sasa hivi sanaa haishi kwenye burudani. Na hii ninasema kwa sanaa zote unazojua kwamba hii ni sanaa, haishi tu kwenye burudani. Sasa hivi ni biashara pia kabisa. Sasa hii inaangukia sanaa, tukizungumzia kwa ujumla wake inalindwa na sheria za hakimiliki au sheria za copyright tunavyoziita kwa Kiingereza. Lakini Brela tunaweza pia kuwa na, kwa sababu hii alana issue ya hakimiliki sisi hatuisimamii moja kwa moja, lakini tuna taasisi ambazo tunashirikiana nazo. Kwa mfano KOSOTA wao ndio wanashughulika na sheria au kusimamia masuala yote ya hakimiliki. Lakini tukienda mbele sasa unakuta kwamba nilivyosema sanaa sio tu burudani, ni biashara pia. Kwa hiyo tumeshaona kwanza kuna wasanii ambao wametengeneza brands zao.